الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia katika mji wa Madina. Mji huu kabla ya hapo ulikuwa ukiitwa Yathrib, mji ambao uliokuwa ukisifika kwa kilimo cha mazao ya aina mbalimbali na kuonekana katika Jaziratul Arabia ni eneo la kijijini, na wakaazi wa maeneo hayo walikuwa ni Waarabu wa makabila mawili ya Ausi wal Khazraj pamoja na Mayahudi wa Bani Quraidha, Bani Mustalaq, Bani Nadhir, Banu Qainuqa na wengineo ambao walikuwa ni wakaazi wa mji wa Madina kwa maana ya mji Yathrib. Mji huu ulikuwa na shughuli zake za kiuchumi kama hivyo tulivyoelezea za kilimo, lakini faida kubwa ilikuwa ni kwa Mayahudi, ambapo wao walikuwa siku zote wakiwachochea Aus na Khazraj kuingia katika migogoro na magomvi, mpaka mwisho miaka mitatu kabla ya kuhamia Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, basi waliingia katika mapigano makali mno. Mapigano haya yaliisha baada ya viongozi waandamizi wa makabila haya kuwa wameuawa katika vita hivi vifanyika Bughadh, ambapo baada ya vita hivi hawa al-Aus wal Khazraj wakakaa wakajadiliana, mwisho wakaamua waunganishe nguvu makabila haya. Sikiliza vizuri hapo, ili waunganishe nguvu, kusiwe tena na hali ya ukabila, bali kuwe na kiongozi mmoja kwa makabila yote mawili. Wakapendekezwa Saad ibn Ubada al-Khazraj, Saad ibn Muadh Aus, na Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Khazraj, kwamba hawa watatu mmoja wapo tuje tumchague awe ndiyo mfalme wa Aus na Khazraj wa Arabu hapa Madina. Mbona wenzetu Mayahudi hawagombani? Tunagombana sisi, basi tunaingia katika migogoro kutokana kwamba na hii siasa ya kikabila. Wakawa katika makubaliano hayo, zikawa zinaendelea kwa lugha ya leo kura za maoni. Zile kura za maoni zikawa zinaonesha kabisa kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul huenda akateuliwa na kuchaguliwa kwamba yeye kuwa ndiyo mfalme wa Waarabu wa Madina. Watu wengi walikuwa wanaunga mkono kwamba ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wala si Saad ibn Ubada wala Saad ibn Muadh. Mwaka wa 12 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, baadhi ya Waarabu hawa wa Madina wakaenda hija. Walipoenda hija, haya matukio ya hija yalikuwepo toka zama za Nabiullahi Ibrahim alayhi salam. Zilikuwa hivyo, isipokuwa katikati kukawa na vurugu mechi hapa, mpaka yalipoletwa masanamu pale Kaaba, ikawa baadhi ya ibada zile ambazo walizielekeza na kuzifundisha Nabiullahi Ibrahim zikawa zimevurugwa, lakini asili ya kuja hija ilikuwa imebakia, na Waarabu na Waafrika wa Mashariki na Furusi na baadhi ya makabila duniani yakawa kila mwaka yanakwenda hija kwa utaratibu huo uliovurugika kwa wakati huo. Walipokuwa katika eneo la Mina, eneo la Akaba, Bwana Mtume za sallama alikuwa anatumia fursa ya kuwepo mkusanyiko wa watu Maka kuyaendea makabila mbalimbali kwenda kuyapiga dawa yaingie katika Uislamu. Akaangukia kufika katika kabila hili watu wa Madina, Maanswari. Alipofika kwa watu wa Madina wakawalingania, watu wa Madina wale wakawa umemsikiliza na kuonesha shauku ya kukubaliana na yale anayoyasema. Hasa watu wa Madina walikuwa na khalfia ya maelezo kutoka kwa Mayahudi.
kwamba kuna nabii wa mwisho atakuja, na huyu nabii ataishi hapa katika baina labatai, baina ya milima miwili meusi, ataishi huyu nabii kwa mujibu wa vitabu vyao Taurat wal Injil. Familia za Kiyahudi zikawa zimehama kutoka kaskazini zikaja kutafuta kuhamia Madina, ndio hawa Bani Nadhir, Bani Quraidha, Bani Mustalaka na Bani Qainuqa, wakiwa na maana kwamba huenda katika familia zetu hizi huyo nabii akatokana ndani ya familia zetu, wakaishi Madina. Sasa habari za mtume wa mwisho atakuja kwa wale watu wa Madina zilikuwa ni maarufu. Sasa siku Nabiullahi Muhammad sallam alipowalingania pale eneo la Mina pale Aqaba kwamba yeye ni nabii wa Allah, amekuja kwa ajili ya kumpokesha Allah peke yake, kuunganisha udugu na kuwatoa watu katika shiriki kuja katika tauhidi, wakasema haya ndio yale tunayosikia kwa Mayahudi. Wakamwambia Tawile, njoo kaa chini hapo. Wakamsikiliza, wakamkubalia, wakaambia tuache, wakaondoka, ambia tukutane tena mwakani. Huu ni mwaka wa 10 na ngapi? Huu ni mwaka wa 12 takriban. Wakarudi Madina ije alipoisha. Mwaka uliofuata wakaja wengi zaidi watu 80, baada ya kuwa wamepeana siri ile, wamepeana siri, jamani kuna kadha kuna nabii huko. Watu wakaja wapata shauku, wakaja wengi, wakakutana na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama tena pale pale Aqaba, wakaamua wafunge makubaliano haya. Mtume sallam alihudhuria na Abbas, ami yake Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, na yeye wakaeka bunudi, makubaliano ndio ikaitwa bai'atul Aqaba, makubaliano ya mkataba uliofanyika Aqaba, kwamba Mtume sallama watu wa Madina watakubali kumnusuru yeye pamoja na watu wake na kuinusuru dini pindi atakapotoka Maka kuhamia Madina. Na Mtume sallama dini ikipata ushindi asirudi tena Maka, kwa sababu Maka ndio kwao, wabakie huko mpaka mauti umkute Madina. Wakaandika mikataba, wakakubaliana. Siri ilifanyika eneo la Aqaba. Ukifika pale Aqaba pale ambapo leo kumejengwa lile jamarati, ukiangalia kile nguzo la Aqaba, pembeni kona ya mlima chini kabisa pale, kuna kona ya mlima na kulikuwa na kichuguu kidogo kati yake. Watu wa Madina waliweka kambi pale makusudi, wakitaka kama mwisho tutakutana na huyo Muhammad ibn Abdullah. Kwa kambi yao wao wakaenda kuweka sehemu kama vile kwenye kiuchochoro, ili siku ya mkataba ikifika wakutane pale, iwe siri, watu wasijue. Ottoman Empire pale wajenga msikiti, kuna kajisikiti kidogo takribani cha mita 3 kwa 3 kapo pale. Kwa sasa hivi kiko kwa ndani kama kiko shimoni hivi. Wale watu ambao wanaenda kule wanazingatia mambo ya tarehe, ama wakizingatia tarehe utakuwa wanapita tu mule maeneo. Kwa hiyo pale ndipo walipokutana Mtume salla pamoja na nani? Pamoja na hawa watu wa Madina. Wakarudi, Mtume salama akawapa Mus'ab ibn Umairi, akaambia huyu atakuja kuanza kufundisha watu dini. Huyu ndo akawa ni dai wa kwanza kabisa kutolewa na Mtume sallam kwenda kuwafundisha watu wa Madina dini. Akaingia Madina, akaanza shughuli za dawa ila Allahi tabaraka wa taala. Watu wa Madina mkumbuke kwamba wana jambo lao la uchaguzi, kumchagua kiongozi wao. Ili jambo wakalisahau, wakawa wanamchukua yule Musa ibn Umairi, mtu anamleta, wanafundishwa Qur'ani kadha. Jambo lao la kumchagua kiongozi wao likawa linaanza kusahaulika. Sasa wanafikiria yule nabii ambaye wanafanya siri Mayahudi wasijue. Mwaka uliofuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akaingia Madina. Alipokuja siku ya Jumatatu akafikia Kuba, akakaa. Baadaye siku ya Ijumaa akaondoka, akafika sehemu Masjidi Juma, akaswali swala ya Ijumaa. Akatoka hapo akafikia nyumbani kwa wajomba zake kina Abu Ayyub al-Ansar Abdullah ibn Zaid, akakaa pale nyumbani kwa Abu Ayyub al-Ansar. Alipokaa, baadaye siku ya Jumatatu Mtume salama akainuka tena, mguu mosi mguu pili, akafika pale akauona uwanja na ngamia wake yule Mahmud. Ngamia anaondoka, anamwambia
da'uha fa innaha ma'mura, msimshike ngamia, mwacheni huyu, kuna jambo ameamrishwa na Allah, mwacheni. Ngamia akaenda akafika sehemu akapiga magoti. Alipopiga magoti, Mtume akauliza, hii ardhi ni ya nani? Akaambiwa ni ya vijana mayatima, wana ndugu zao wamewashikia mali yao. Akaambia, mimi naitaka niinunue hii. Akaambia, asante, tunajitolea. Mtume akasema, tunanunua kwa ajili ya maslahi ya hawa mayatima. Mtume salama akatoa pesa akanunua ardhi. Aliponunua ardhi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akaanza kuchora ramani ya msikiti. Kajenga akachora ramani ya msikiti, na ujenzi mara moja ukaanza mchana huo huo. Kajengwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kibla wanaelekea kaskazini ya Madina, ambaye ni Baitul Maqdis. Walipomaliza, pembeni katika kiwanja chake bwana Mtume sallama akajenga nyumba ya kwanza ambayo baada ya ukuta ni ya Aisha. Akajenga mbele yake, akajenga nyumba ya pili ya Sauda binti Zamaa. Huyu Sauda ndio mkewe aliyekuwa naye Aisha, amemuoa lakini bado analelewa kwao. Mkewe baada ya kufa Khadija aliyokuwa naye ni Bi Sauda radhiallahu ta'ala anhunna. Kwa hiyo wakakaa pale. Kwanza alianza msikiti, kisha tumeza msikiti ndio akaja kujenga nyumba yake. Kipindi chote hiki alikuwa anaishi kwa Abu Ayyub al-Ansar, katika majumba ya wajomba zake, kwa sababu Mtume salama ujombani ni Madina, na ndio nakuta mama yake bwana Mtume salama alifia Abwa. Kwa nini alifia Abwa? Alikuwa ametoka kutembelea ndugu zake, kaka zake, anarudi Maka kwa mumewe, njiani akafa yule bibi. Hii ndio sababu kwa Mtume salama amefika pale kwao upande wa ujombani. Kwa maana hiyo, alipomaliza msikiti, shughuli za dawa na taalimu zikaanza katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallam alipoiangalia Madina na kuizunguka, akasema, almadinatu haramun, Madina ni mji mtukufu nao, baina Airin wa Thawr, mipaka yake kusini ya Madina kuna Jabal Air, kuna mlima uko kama ngamia ambao karibu na mikati. Kutoka pale msikitini mpaka pale takribani kilomita 14. Wa Thawr iko kaskazini nyuma ya mlima Uhudi, kuna Jabal Thawr. Kabla hapo wale wenyewe walikuwa na jina lingine, lakini Mtume akaita Thawr kwa vile limefanana na ng'ombe, kwamba maeneo haya niyo maeneo matukufu. Akasema almadinatu haramun baina Air wa Thawri, utukufu wake uko kati ya eneo hili ambalo lote ukiliangalia ni takriban kilomita 26 au zidi kidogo pungua kidogo. Ili eneo hili ndiyo eneo la tukufu la mji wa Madina. Kisha Mtume sallama fadaa fi saiha wa muddiha wa taamiha, akaomba dua kwa Allah abariki kila chakula kilichopo Madina na kila kile ambacho kitachoingia katika mji wa Madina. Leo ukiwa na mafenesi yako, fenesi likiingia Madina, basi linapata dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume ameombea mizani, vipimo, kuombea mji wa Madina. Mwisho katika aya akasema, almadinatu haram, mji wa Madina ni mji mtukufu. Man ahdatha fiha, mtu ambaye atakayezua uzushi humo mji wa Madina, au awa muhdithan, au akamsaidia mzushi akazua bid'a, maasiya, uovu, falanatullahi alayhi wal malaikati wan nas ajma'in, laana ya Allah itakuwa juu yake, laana ya malaika na watu wote wenye kulani, laana yao itamfikia mtu huyo. Hii yote kuulinda mji wa Madina. Kwa leo muda umetukwenda, tuishi hapa. Insha Allah taala tutaendelea tena kesho. Jazakumullah khaira. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.